Huenda Cape Verde ama Cabo Verde inavyotamkwa Kireno ilikuwa miongoni mwa mataifa madogo zaidi kushiriki kombe la dunia la mwaka huu 2026, lakini ndani ya wiki chache imekuwa moja ya timu zilizovutia zaidi mashabiki duniani. Kabla ya mashindano kuanza, macho mengi yalikuwa kwa nyota wakubwa kama Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Harry Kane na wengine. Hata hivyo, timu hiyo ya visiwa vidogo vya Afrika Magharibi ndio iliyogeuka kuwa gumzo kubwa la mashindano. Ikiwa inashiriki kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia yake, Cape Verde haikuenda Marekani kama mshiriki wa kawaida. Ilienda kuonesha kuwa ukubwa wa nchi hauamui ukubwa wa ndoto. Cape Verde iliingia kwenye mashindano ikiwa katika nafasi ya 67 kwenye viwango vya FIFA, jambo lililofanya wengi wasitarajie makubwa kutoka kwao. Lakini tangu mchezo wa kwanza, Blue Sharks waliwaonesha watu kuwa hawakuwa wamefika kuongeza idadi ya timu. Katika mechi yao ya ufunguzi, waliishangaza dunia kwa kutoka sare ya bila kufungana dhidi ya mabingwa wa Ulaya, Hispania. Golikipa wao mkongwe Vozinha alifanya mfululizo wa saves za kiwango cha juu na kuwazuia mastaa wa Hispania kupata bao lolote. Sare hiyo ilikuwa pointi ya kwanza kabisa kwa Cape Verde katika historia ya kombe la dunia. Baada ya mchezo dhidi ya Hispania, Cape Verde iliendelea kuonesha maendeleo makubwa. Dhidi ya Uruguay walifunga mabao yao ya kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia, jambo lililoweka historia nyingine kwa taifa hilo lenye wakazi wasiozidi milioni 1. Ingawa hawakushinda kila mechi, walionyesha uwezo mkubwa wa kushindana na timu zilizokuwa na uzoefu mkubwa zaidi katika mashindano hayo. Mchezo uliowafanya watu wengi duniani kuanza kuipenda Cape Verde ulikuwa ni dhidi ya mabingwa watetezi Argentina katika hatua ya mtoano, mchezo ambao umechezwa usiku wa kuamkia leo Jumamosi. Wengi walitarajia kuwa Argentina ingeshinda kirahisi kabisa, lakini kilichotokea kilikuwa ni tofauti mno. Lionel Messi alitanguliza Argentina kwa bao la mapema, lakini Cape Verde haikukata tamaa na ikasawazisha matokeo. Argentina ilipata bao lake la pili katika muda wa nyongeza, lakini Cape Verde ilirejea tena kupitia kombora la ajabu kabisa zito la Sidney Lopez Cabral, lilokuwa miongoni mwa mabao bora zaidi ya mashindano hayo. Na kilichowafurahisha zaidi uwanjani ni baada ya Sidney kutoka na kwenda kumfuata mpenzi wake kwenye jukwaa akamkumbatia, alifurahi sana. Lakini hiyo ilikuwa shuti moja hivi kubwa sana ambalo naamini kwamba limetengeneza future yake kubwa sana katika career yake ya soka. Dakika chache kabla ya mikwaju ya penalty, kichwa cha Cristian Romero kilimgonga beki Dini Borges na kubadili mwelekeo kabla ya kutinga wavuni, bao lililoipa Argentina ushindi wa mabao 3-2. Na hapo ndipo safari ya penalty ikawa imeishia hapo, sababu wengi tulikuwa nadhani kwamba kwa namna ambavyo muda ukoshaenda, basi mikwaju ya penalty ilikuwa haikwepeki. Wachezaji wa Cape Verde walianguka chini kwa majonzi makubwa baada ya filimbi ya mwisho, lakini waliinuka wakiwa mashujaa machoni mwa dunia. Baada ya mchezo huo, wachambuzi wengi wa soka wameisifu sana Cape Verde kwa kiwango ilichokionyesha. Mchezaji wa zamani wa Scotland James McFadden alisema, Cape Verde imepoteza mechi lakini imeshinda. Wameonyesha ujasiri, umoja, moyo wa kupambana na imani kubwa. Kwa maoni yangu, wao ndio hadithi ya kombe hili la dunia. Naye Gary Neville alisema hajawahi kuona timu ndogo ikicheza kwa kiwango hicho dhidi ya bingwa wa dunia. Hili ni moja ya onyesho bora kabisa kuwahi kufanywa na timu iliyokuwa inachukuliwa kuwa underdog. Aliongeza kuwa machozi ya wachezaji wa Cape Verde yalionyesha walitamani safari yao isiishie hapo. Wanalia kwa sababu hawakutaka kurudi nyumbani. Walitamani waendelee kubaki kwenye mashindano haya milele. Kocha wa Cape Verde Bubista alisema licha ya kuondolewa, timu yake imeandika historia ambayo haitofutika kamwe. Tumethibitisha kuwa hata kama sisi ni taifa dogo, tunaweza kushindana na timu bora kabisa duniani. Alisema kusawazisha mara 2 dhidi ya mabingwa wa dunia ni jambo ambalo watu wachache waliliamini linaweza kuwezekana. Tumewafanya wananchi wetu wajivunie taifa lao, alisema. Beki Roberto Pico Lopez alisema mafanikio makubwa zaidi ya timu hiyo sio matokeo pekee, bali kuitambulisha Cape Verde duniani. Moja ya mambo mazuri yaliyotokea kwenye kombe hili ni kwamba hakuna anayetuuliza tena Cape Verde iko wapi kwenye ramani. Dunia sasa inatutambua. Aliongeza kuwa taifa lao ni dogo kwa ukubwa, lakini lina moyo mkubwa.
Sisi ni taifa dogo lenye mioyo mikubwa. Tumeonyesha kuwa ukiamini unaweza kufanya mambo makubwa. Mmoja wa nyota waliovutia zaidi katika mashindano hayo alikuwa goalkeeper mwenye umri wa miaka 40, Vozinha. Picha yake akilia huku ameshikilia bendera ya Cape Verde baada ya kutoka sare dhidi ya Hispania ilisambaa duniani kote. Lakini kilichomfanya awe maarufu zaidi ni kiwango chake uwanjani. Katika mechi dhidi ya Argentina pekee ameokoa mipira 8 hatari, huku akimaliza mashindano akiwa amefanya jumla ya save 18. Ni makipa wawili pekee waliomzidi katika kombe hili la dunia: Eloy Room wa Curacao mwenye save 20 na Orlando Gil wa Paraguay aliyefanya save 19. Cha kushangaza zaidi ni kwamba Vozinha kwa sasa hana club baada ya mkataba wake na Chelsea ya Ureno kumalizika. Gary Neville alisema hana shaka kuwa baada ya kombe hili klabu nyingi zitakuwa zikimwania. Vozinha atapata klabu nzuri baada ya kombe hili. Ameonyesha utulivu, uzoefu na kiwango cha ajabu. Swali ni amekuwa wapi miaka yote? Ian Wright naye alisema golikipa huyo ana kile alichokiita hero energy, yaani aura ya shujaa wa kweli. Hiyo ni moja tu ya stori kubwa za mafanikio zake Vozinha. Wakati akicheza mechi yake ya kwanza alikuwa na followers chini ya 40, lakini sasa hivi ninavyozungumza hapa ana followers Instagram zaidi ya milioni 20.7, na followers wanazidi kuongezeka kwa kasi. Deals, matangazo, endorsements nyingi sana zitamfuata. Kimsingi maisha yake yamebadilika kabisa bwana Vozinha. Safari ya Cape Verde pia imebadilisha mtazamo wa wengi kuhusu kombe la dunia lenye timu 48. Kabla ya mashindano, baadhi ya watu walikosoa uamuzi wa FIFA kuongeza idadi ya timu, wakiamini mataifa madogo yangekuwa dhaifu. Lakini baada ya kuona Cape Verde ikiwapa wakati mgumu Hispania na Argentina, Gary Neville amesema hatakuwa tena mpinzani wa mfumo huo. Ian Wright aliitaka FIFA kuendelea kuwekeza kwa mataifa madogo ili dunia iendelee kushuhudia hadithi kama ya Cape Verde. Hii ndio sababu ya kuipa kila nchi nafasi. Ukiwapa watu fursa, wanaweza kusimama katika jukwaa kubwa kabisa duniani na kushindana na mabingwa wa dunia. Cape Verde imeondolewa kwenye kombe la dunia ikiwa haikufika robo finali wala nusu finali, lakini imeondoka ikiwa imeandika historia ya taifa lake. Imepata heshima kutoka kwa wapinzani wake na kuvutia mamilioni ya mashabiki duniani. Kwa taifa lililoingia mashindanoni likiwa halijawahi kucheza kabisa kombe la dunia, safari yao imekuwa ushahidi kwamba kwenye mpira wa miguu ukubwa wa nchi hauamui ukubwa wa ndoto. Niambie kitu gani ambacho umekipenda zaidi katika story ya Cape Verde? Niambie katika sehemu ya comment.